Barabara ya Tumbi, wanawake na watoto 400 waliookolewa mikononi mwa kundi la magaidi wa Boko Haram. Habari kamili na mwandishi wetu Fortina Mbawala. Mkaguzi wa jeshi la polisi Meshak Sanga, ambaye ni mkuu wa dawati la jinsia na watoto wilayani Tabora, amesema ongezeko la matukio sio sahihi. Watu wengi wamekuwa wakiangalia kwenye mitandao hii ya kijamii wakiona mapenzi jinsia moja, wanaume kwa wanaume wanafanya, wao wamekuwa wakiabeba yale. Sasa kwa haraka zaidi wanaona sehemu ya kwenda kufanya majaribio yao ni kwa watoto sasa hawa wa kiume. Mkaguzi Sanga ameongeza kuwa sababu nyingine ni uangalizi mdogo wa wazazi na walezi kwa watoto wao, hasa kipindi hiki cha likizo, na matokeo yake ni watoto kuangalia katuni za kingono na kuiga. Lakini pia wanawake nao wamekuwa ndo hao tunaona tunaposema mashambulio ya aibu kwa watoto wa kiume au kwa mvulana, kuwatumia watoto wadogo wa kiume wawaridhishe kingono. Na hii pia tunaendelea bado kufanya uchunguzi kiuhalisia ambao wanawaita vibenteni, kwamba waridhishe kingono. Kwa unakuta mwanamke anajiandaa, anafanyaje, walagai wale watoto kwa vitu vidogo na nini, kwa kuwa na wale watoto ni watu wasiojua kwamba hichi ni chema au kibaya, kwa na wao wanaona ni sehemu pengine ya michezo au sehemu tu ya kujifurahisha. Wakizungumzia sababu za ukatili kwa watoto wa kiume, baadhi ya wazazi katika manispaa Tabora, Maria Katala na Alfani Juma, wamesema baadhi yao huchangia watoto kukabiliwa na vitendo vya ukatili kutokana na mtindo wa maisha. Mfano mzuri mtani kwetu, kweli kuna watoto kilizuka kama kikundi tu fulani hivi, watoto wakaanza hiyo michezo hiyo, lakini ukienda unaangalia huo mnyororo, watu wazima waliwafundisha hao watoto wadogo kwamba hao watoto na wenyewe sasa imeshawaingia kwenye damu, ndio hivyo sasa wanaanza kwenda kufuatilia hadi vitoto vidogo zaidi. Tuangalie kwanza hata na filamu tunazowawekea watoto hazina maadili. Akitoka hapo anaenda kujifunza yale aliyoyaona kwenye TV. Sasa hivi watoto wako likizo, ilikuwa inatakiwa wao wanaenda kwenye tuition, masuala ya dini. Naye mama wa watoto 3 wakiwemo 2 wa kiume, Flora Madale, mkazi wa kata ya Ngambo, halmashauri ya manispaa Tabora, amesema kuwalinda watoto dhidi ya ukatili, wazazi lazima wawe wazi kwao pamoja na kuchunguza wanacheza katika mazingira gani na kina nani. Ni vyema kukaa nao karibu kama marafiki, unamuuliza habari za shule na kila anachokifanya unataka ujue. Akiwa anacheza unataka ujue anacheza mchezo gani, na tusiwe wasili. Tunawaambia lazi kwamba sasa hivi dunia imebadilika, mtoto wangu naomba uwe hivi na hivi na hivi. Mtu akikuita nikutume usiende, mtu akikupa hela usiipokee, mtu akikupa chochote ambaye umjui usichukue. Itasaidia kwa sababu vishawishi ndio vinavyofanya mpaka mtoto anafanywa vitendo vya kikatili. Kwa mujibu wa jeshi la polisi kitengo cha dawati la jinsia na watoto, miongoni mwa maeneo ambayo vitendo vya ukatili kwa watoto wa kiume vimeonekana kushamiri ni kata zenye kumbi nyingi za starehe na vilabu vya pombe, zikiwemo kata za Kanyenye, Ngambo, Isevya na Ipuli katika halmashauri ya manispaa Tabora. Fortina Mbawala, CGFM. Serikali imetenga shilingi milioni 70 na laki 6 kwa ajili ya matengenezo ya mtandao wa barabara ya Tumbi, Kipera na Itema katika jimbo la Tabora mjini kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Tujiunge na mwandishi wetu Stefania Lyson kwa taarifa kamili. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Daktari Festo Dugange, amesema serikali inaendelea na marekebisho ya barabara hizo, ikiwemo kuinua tuta na kujenga karavati ili kurahisisha matumizi ya barabara hizo kwa wananchi. Serikali imekuwa ikikarabati barabara kutoka kata ya Tumbi, Kipera, Itema yenye urefu wa kilomita 9.78 kwa kiwango cha udongo kulingana na upatikanaji wa fedha. Katika mwaka wa fedha 2025/26 matengenezo ya kuinua tuta kilomita 1, kujenga makalvati mistari 3 na kuweka changarawe mita 500 yanaendelea katika barabara ya Tumbi, Kipera, Itema, ambapo shilingi milioni 29.9 zinatarajiwa kutumika. Hadi sasa tayari mkandarasi amekwisha kamilisha ujenzi wa mistari 3 ya makalvati, uinuaji wa tuta unaotarajiwa kuanza mara baada ya maji yaliyokuwa yametuama eneo la mradi kukauka. Alikuwa akijibu swali la mbunge wa jimbo la Tabora mjini Hawa Mwaifunga aliyetaka kujua ni lini serikali itajenga barabara
barabara ya Tumbi Kipera Itema ili kuondoa tatizo la usafiri kwa wananchi wa kata ya Tumbi. Katika maswali yake mawili ya nyongeza, mbunge Mwaifunga amemwomba naibu waziri Dugange kufika katika jimbo la Tabora mjini na kujionea adha wanayoipata wananchi kutokana na ubovu wa miundombinu katika jimbo hilo. Pamoja na fedha hizo, ningeomba sana Mheshimiwa Waziri, baada ya bunge tuongozane ili uende ukaangalie kero na changamoto ya barabara katika jimbo la Tabora mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali langu la pili linahusiana na barabara zilizopo katika kata ya Cheyo. Hii ni barabara ya Masubi, Cheyo B hadi makutano ya Kilimatinde, barabara ya Mwanga Shop inayoanzia kwa Mrema mpaka Mwanga Shop Mnarani, na barabara ya Mayeye inayoanzia Zebra mpaka George's Complex kupitia TDFT. Barabara hizi zimekuwa ni changamoto kubwa sana kwa wakazi wa kata ya Cheyo, jimbo la Tabora mjini. Nini kauli ya serikali juu ya kwenda kuwanusuru na mashimo ya barabara hizi katika kata ya Cheyo? Akijibu maswali hayo, Daktari Festo Dugange amesema yupo tayari kufika katika jimbo la Tabora mjini kutembelea na kukagua barabara zenye changamoto, huku akiwataka meneja wa wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA mkoa na wilaya kwenda katika barabara hizo ili kuona namna ya kuzikarabati kwa dharura. Kwanza niko tayari kuongozana nawe, baada ya kumaliza bunge tutapanga kufika katika eneo hilo kwa ajili ya kukagua barabara laini kubwa, kuhakikisha kwamba tunasukuma utekelezaji wa barabara hizo ili wananchi wapite kwa ufanisi mkubwa zaidi. Lakini pili, kuhusiana na kata hiyo ambayo umeitaja, kata ya Cheyo ambayo ina changamoto kubwa ya barabara, nitumie nafasi hii Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, nimwelekeze meneja wa TARURA wa mkoa wa Tabora na meneja wa TARURA wa wilaya ya Tabora kufika katika barabara hizo ambazo Mheshimiwa mbunge amezitaja, kufanya tathmini, kujiridhisha kama ziko kwenye 60% ambao tunaendelea na kutangaza zabuni sasa, basi wakamilishe zabuni mapema iwezekanavyo ili makandarasi waende site kwa ajili ya ujenzi wa barabara hizo, na ikiwa hazipo kwenye 60% tuweze kuona utaratibu wa dharura kwa ajili ya kurekebisha maeneo ambayo yamekwamisha kupitika kwa barabara hizo. Wilaya ya Tabora ina mtandao wa barabara wenye jumla ya kilomita 775 na mita 600, ambapo kilomita 481 na mita 300 ni za mjazio na kilomita 294 na mita 300 ni za mkusanyo. Mtandao huo unaonyesha kuwa hadi sasa wilaya hiyo ina barabara za lami zenye urefu wa kilomita 54 na mita 340 na za changarawe kilomita 88 na mita 600, wakati barabara za udongo ni kilomita 633 na mita 150. Stefania Lyson, CGFM. Wananchi wa kijiji cha Kikonoka, kata ya Mambali, halmashauri ya wilaya ya Nzega mkoani Tabora, wameiomba serikali kukigawa kijiji hicho kutokana na ukubwa wa eneo, hali inayoathiri upatikanaji wa huduma za kijamii na maendeleo kwa wananchi. Taarifa ya mwandishi wetu Isaac Justin inafafanua zaidi. Baadhi ya wananchi wa kijiji cha Kikonoka, Majaliwa Masanja na Dula Makoye wamesema mgawanyo wa kijiji hicho utasaidia kupunguza umbali wa kufuata huduma za kiutawala na kuongeza ushiriki wao katika shughuli za maendeleo ya jamii. Umbali wa kutoka Itumbili kwenda Mambali ni zaidi ya kilomita 12 kama sikosei mpaka hapa center. Sasa hiyo adha kwa kweli ni adha kubwa. Kina mama siku ya vipimo unawaona wanavyohangaika. Gharama tu ya kutoka hapa kwenda Itumbili bodaboda anakuambia shilingi 6,000 7,000. Yaani kwenda kumpima tu mtoto si chini ya shilingi 10,000. Hiyo ni kumpima tu. Serikali ingetuangalia kwa ukubwa zaidi, angalau siwe na vijiji viwili kwenye hili eneo. Kwanza huduma za kijamii ziko mbali, mtu mpaka atoke hapa kwenda mbali, na kutoka hapa kwenda Mambali ni mbali mrefu sana. Akizungumza kwa njia ya simu, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Kikonoka Ramadhani Jumanne amesema eneo la kijiji ni kubwa na lina idadi kubwa ya wakazi, jambo linalosababisha changamoto katika usimamizi wa shughuli za maendeleo. Kumekuwa na changamoto nyingi ambazo za kiutawala kutokana na jiografia na eneo kuwa kubwa zaidi. Kijiji cha Kikonoka ina wakazi wasiopungua 16,000. Vitongoji ambavyo viko kwenye eneo hili viko vingi sana, kama 11 mpaka 20 ambavyo havijarasimishwa. Unakuta kitongoji kimoja ambacho kimerasimishwa kimebeba vitongoji 2-3 ambavyo ni vitongoji bubu. Kwa tumekuwa tukipata ugumu mpaka inafikia hatua tunaweka wale wenye vitu wa vitongoji ambao nakuwa ni bubu kwa ajili ya kutusaidia majukumu ya kiutawala. Amesema kwa sababu ya ukubwa huo wananchi wanapitia changamoto kubwa ya kupata huduma za kijamii zikiwemo za afya na elimu. Huduma za msingi nazo zimekuwa shida, ikiwemo mambo ya zahanati. Kutoka hapa Kikonoka
hasa maeneo kama vitongoji Itumbili, Shitage, Shininga, kufika Mambali karibu kilomita 18 kufuata huduma ya afya. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa kutokana na umbali na kijiji kilivyo kufikia huduma ya afya, lakini wananchi wamekuwa ni pambana. Mfano Itumbili tumeanzisha mradi wa zahanati ambayo ni nguvu ya wananchi kama milioni 12 tumechanga huko usawa wa renta kwa sasa. Kwa hiyo tumeendelea kuomba serikali kuendelea kutusaidia ili zile huduma za msingi zipatikane. Kwa upande wake, diwani wa kata Mambali Sadiki Mkama ameiomba serikali kushughulikia ombi hilo ili kusogeza karibu huduma za kiutawala kwa wananchi na kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo. Ukitaja Kikonoka utazani umetaja ka wilaya fulani kanajitosheleza. Kwa hiyo kama kuna uwezekano, tuna kila sababu, tumeshaandika barua ya kuomba vijiji visajiliwe. Kama inashindikana kusajiliwa, vipewe uwezo basi. Vile vitongoji vimvuli vitambulike kwenye halmashauri yetu, watumishi pale wafanye kazi. Lakini hivi maendeleo tunayatafuta, tunahamasishana, lakini kuna vitu tunakwama. Wananchi hawapati matilio. Mwenyekiti unajikuta hana sehemu ya kupata posho, hana mapato yoyote. Atawahitaji wananchi wake awape mkutano wa pamoja, watoke kule kuja hapa na yule kule atoke kuja hapa. Inawezekana? Kwa mujibu wa diwani huyo, licha ya kata hiyo kuwa na ukubwa wa eneo, lakini huduma za kijamii bado zinasuasua kwa sababu hakuna kituo chochote cha afya, hali inayosababisha wananchi kufuata huduma za afya katika kata jirani kutokana na kuzidiwa kwa zahanati ambazo ziko kwenye kata hiyo. Isaac Justin, CGFM. Wananchi wa kijiji cha Usunga, kata ya Usunga, wilaya ya Sikonge, mkoani Tabora, wameishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuwapelekea mradi wa maji safi na salama kutoka Ziwa Victoria. Taarifa zaidi na Nyamizi Mdaki. Wakizungumza kwenye sherehe za maadhimisho ya miaka 58 tangu kuanzishwa kwa kijiji hicho, wananchi hao wameeleza kuwa serikali hiyo inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imemaliza kilio chao cha maji cha muda mrefu. Mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Usunga, James Mgulu, ameeleza kuwa mradi wa maji katika kijiji hicho umeleta neema, furaha na shangwe kwa wananchi kwa sababu familia zao zilikuwa zinapata shida kubwa kwa kukosa maji safi na salama. Ameongeza kuwa wanapoadhimisha miaka 58 ya kuanzishwa kwa kijiji hicho, kila mwaka wanalenga kudumisha mila, utamaduni, upendo, mshikamano na ulinzi wa kaya zao, na mwaka huu wanasherehekea wakiwa na furaha ya maendeleo walioyapata. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Usunga Jackson Mbasha ameeleza kuwa serikali imewafanyia mambo mengi na mazuri wakazi wa kata hiyo, hivyo wana kila sababu ya kumshukuru Rais Samia kwa dhamira yake ya kumaliza kero za wananchi. Amesema serikali imewaboreshea huduma za kijamii kwa kiasi kikubwa. Wananchi sasa wanapata huduma bora za afya, maji, umeme na miundombinu ya elimu katika shule zote imeendelea kuboreshwa, na kwamba changamoto kidogo ipo kwenye barabara. Akifunga sherehe hizo, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Sikonge, Ana Chambala, amepongeza ushirikiano mzuri wa viongozi wa serikali ya kijiji, kata na chama hicho, na kushauri kata nyingine kuiga mfano huo. Nyamizi Mdaki, CGFM. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka CGFM Radio, na sasa ni wasaa wa biashara na uchumi. Wafanyabiashara wa soko la Isevya, halmashauri ya manispaa ya Tabora, wameiomba serikali kuongeza gari la kubeba taka ili kukabiliana na ongezeko la uchafu unaoendelea kujitokeza sokoni hapo. Mwandishi wetu Christian Edward ana maelezo kamili. Baadhi ya wafanyabiashara wakiwemo Sostenes Mnamba, Geoffrey Haruna na Elizabeth Nation wamesema hali ya usafi katika soko hilo imezorota katika kipindi cha hivi karibuni kutokana na mrundikano wa taka tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Bwana, sasa hivi kinachotuchanganya ni uchafu. Sasa sijui manispaa kunakuwa na shida gani? Na hichi kipindi tunachoelekea ni kibaya. Sasa hivi kuna maradhi. Hili soko litakuwa liwe safi kama lilivyokuwa toka zamani. Watu serikalini hawaji kwa wakati kuchukua uchafu huo, kiasi kwamba magonjwa yanakuja kulingana na upepo uliopo, unakuwa unaita magonjwa upepo. Ndio maana tunasika sisi kama sisi, lakini jukumu letu kutoa uchafu sokoni na kupeleka dampo tujalifanya. Hata serikali haijali kwa sababu
uchafu unarundikana mwingi, lakini hawaji kuchukua kupeleka mahali pake. Kwa hiyo kama sisi tulioko hapa sokoni lazima tuathirika kwa kiasi kikubwa sana. Kwa upande wake Ibrahim Nasoro amesema ongezeko la uchafu linatokana na upungufu wa huduma za usafi, ikiwemo kupungua kwa magari yanayokusanya na kuondoa taka. Naweza nikasema ni namna mbaya ya mazingira, na pia kama serikali ingeweza kutusaidia ili kuondokana na uchafu, kwa sababu sio kitu kizuri. Au wanatolea mara moja sana kwa muda baada ya siku nyingi mbele, ila ni mara moja mno. Kwa maana kulikuwa mwanzo na gari la taka hapo walikuwa wanakuja na beba, lakini sasa sioni ile gari la taka. Naona nakuja tu gari la kawaida linachukua uchafu linaondoka nao. Umeona bwana? Kwa hiyo tunahitaji mtusaidie kwa namna nyingine au vyovyote vile, tunaomba mtusaidie ili mazingira yawe safi. Akizungumzia swala hilo, mwenyekiti wa soko la Isevya Goodluck Mnamba amewataka wafanyabiashara kuwa na subira, huku akieleza kuwa zoezi la kuondoa taka hizo tayari limeanza na hali ya usafi itarejea kuwa nzuri katika siku za karibuni. Mimi nadhani tuko hali nzuri, maana hapo unapoona kwenye dampo tayari kontena moja limeshabebwa, bado moja. Na kama unavyoona ndugu mwandishi, unaona hapo wanapakia sasa hizi. Unaona pale? Unaona kule? Unaona pale pale. Kwa ina maana hapo wanazoa ile uchafu wote baada kama saa moja. Uchafu wote utakuwa haupo kwa sababu ile kontena lilokuja wanaposhusha lile ambalo lina mzigo wanabeba lenye mzigo. Sisi ni Jumanne kwa Jumatano ndio siku za gari kuja kwetu, kwa sababu magari machache hapa manispaa. Kwa kila watu wao na siku zao za kuja gari. Kwa siku ya leo ni siku yetu sisi. Mnaba amewakumbusha wafanyabiashara wote kuzingatia muda rasmi wa kufanya biashara pamoja na kushiriki katika juhudi za kudumisha usafi wa mazingira ya soko. Usafi tunafanya kila siku, isipokuwa Jumamosi ya mwisho wa mwezi ndio tunafanya kwa ujumla. Ila utaratibu wa masoko ni kwamba kila mtu akifika afanye usafi kwenye kizimba chake cha biashara. Baada ya hapo apeleke uchafu sehemu husika, ila ni lazima kila mfanyabiashara afanye kwanza eneo lake la biashara usafi. Wazingatie sana kila mtu kufanya usafi kwenye eneo lake, lakini pia tuwahi kufunga. Tunachelewa sana kufunga ndugu zangu wafanyabiashara. Yaani saa 1:30 kila mtu ameshafunga na ameshaenda nyumbani kwake. Wataalamu wa afya wanaeleza kwamba mazingira yenye uchafu yanaweza kusababisha magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu, kuhara na homa za matumbo. Hivyo ni wajibu wa jamii kushirikiana na serikali kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama wakati wote. Christian Edward, CGFM. Zifuatazo ni habari za kimataifa. Serikali ya Nigeria imekabidhiwa wanawake na watoto 400 waliookolewa mikononi mwa kundi la magaidi wa Boko Haram. Kwa taarifa zaidi tujiunge na Emil Kasapa. Watu hao kwa sasa wamepewa hifadhi ya muda katika jimbo la Borno, kaskazini mashariki mwa Nigeria, baada ya kuokolewa na vyombo vya usalama vya nchi hiyo. Hatua hiyo imekuja baada ya wanajeshi kuripoti kuwa walikuwa wameokoa mateka 360 mwishoni mwa wiki iliyopita na wengine 82 wiki 3 zilizopita. Baada ya kutekwa, ripoti zinasema walipelekwa katika milima ya Agozwa, kilomita 10 kutoka katika mpaka wa Nigeria na Cameroon kabla ya kuokolewa. Watekaji walitaka mamilioni ya fedha kama kikombozi kabla ya kuachia huru mateka hao, lakini serikali ya Nigeria imesema haikuwahi kutoa fedha hizo. Wakati hayo yakijiri, watu wengine 39 wametekwa katika kijiji cha Magamini Didi katika jimbo la Zamfara. Emil Kasapa, CGFM. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 aliyoko ziara nchini Hispania amekutana na waathiriwa wa vitendo vya unyanyasaji wa kingono unaofanywa na mapadri. Mkutano huo uliodumu kwa muda wa saa nzima ulifanyika kwenye ubalozi wa Vatikani mjini Madrid na ni mwendelezo wa utamaduni wa viongozi wakuu wa kanisa kukutana na wahanga wa vitendo hivyo wanapokuwa kwenye ziara. Wakati wa mkutano huo, waathiriwa hao walimweleza Baba Mtakatifu simulizi zao na kutoa ushauri wa namna kanisa linavyopaswa kushughulikia kashfa ya unyanyasaji wa kingono unaofanywa na mapadri. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani ameahidi kuyazingatia mapendekezo yao ya jinsi ya kushughulikia kadhia hiyo. Kwa muda sasa, wahanga nchini Hispania
na kwingineko duniani wamelalamika jinsi kanisa linavyoshughulikia madai yao, huku baadhi yao wakikumbana na ukosoaji au tuhuma za kutaka kujipatia fedha ama kujifedhehesha kanisa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amemuonya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba huenda akabaki peke yake kwenye vita dhidi ya Irani. Kwa mara nyingine, huyu hapa Emil Kasapa kwa habari zaidi. Rais Trump ametoa kauli hiyo zikiwa zimepita siku 2 tangu Iran na Israel kutekeleza mashambulizi ya kijeshi dhidi ya kila mmoja, ambapo amesisitiza kwamba Marekani haikuhusika katika mashambulizi hayo. Amesema ni azma ya Marekani kuona vita hivyo vinakomeshwa na kusisitiza mpango wa sasa mazungumzo ya kukomesha vita hiyo. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hata kubali taifa lake lishambuliwa na magaidi kwa namna yoyote. Ikiwa utawala wa kigaidi utafanya kosa la kutushambulia tena, tutajibu kwa nguvu, kwa sababu Israel ina haki kamili ya kujilinda. Na waambie hivi wapendwa raia wa Israel, kama vile nilivyosema kwa shukrani na heshima katika mazungumzo yangu mazuri na rafiki yangu Rais President Trump. Baada ya wasiwasi kuongezeka kuhusu uwezekano wa vita vikubwa zaidi vya moja kwa moja katika Mashariki ya Kati, Iran na Israel zilitangaza jana kwamba zitasitisha operation za kijeshi. Emil Kasapa, CGFM. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Matukio ya ukatili kwa watoto wa kiume yametajwa kuongezeka wilayani Tabora kwa sababu mbalimbali, yakiwemo matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Serikali imetenga zaidi ya shilingi milioni 70 kwa ajili ya matengenezo ya mtandao wa barabara ya Tumbi, Kipera na Itema katika jimbo la Tabora mjini katika mwaka ujao wa fedha. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Nigeria imekabidhiwa wanawake na watoto 400 waliookolewa mikononi mwa kundi la magaidi wa Boko Haram. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka CGFM, kwa niaba ya mhariri mkuu Titus Filipo na wote uliowasikia, asante kwa kutusikiliza na kutazama. Wewe ambaye umekuwa ukitufuatilia kupitia YouTube channel yetu CG Online TV, jina langu ni Florentina Nyambuka. Tabora inajivunia mimbari, ukweli na uwazi ni hapa sisi. Elimu, burudani, habari zote tunapata. ATN Faith ni mwanga unaoangaza, sauti ya mamlaka inatuongoza.